kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Kitabu cha Ufunuo, mwandishi huyu Yohana aliyekuwa mwanafunzi wa Bwana Yesu anaandika kitabu hiki cha Ufunuo baada ya kuonyeshwa na Bwana Yesu mambo makubwa ambayo yatatokea baada ya siku hizi chache. Akaonyeshwa utukufu wa Mungu, akaonyeshwa dunia itakavyokuwa baada ya miaka kadhaa. Katika ile miaka ya 90 mpaka 95 inazungumzwa mpaka 96, yamkini ndio miaka ambayo Yohana aliandika hiki kitabu akiwa na lengo la kuyandikia makanisa 7. Bwana Yesu atusaidie sana. Akiwa na kusudi la kuyandikia makanisa 7 ambayo yalikuwepo na yenye nguvu miaka hiyo. Lakini makanisa haya yanafananishwa tu na makanisa haya pia yaliyopo siku ya leo. Kanisa la Efeso, kanisa la Simna, kanisa la Pergamo, Thiatira, Sardi, Philadelphia, Laodikia. Haya makanisa yalikuwa kila kanisa lina tabia yake. Lakini katika kuyaandikia huku akawa anaonyeshwa pia uzuri. Sura ya 20 anazungumzia ile miaka 1000 ya Kristo. Lakini sura hii ya 21 anazungumzia sasa juu ya habari ya kuja mbingu mpya na nchi mpya, ambayo Isaya pia alionyeshwa hiyo mbingu mpya na nchi mpya. Na hapa anaambiwa, tazama tayari nimekwisha kuyafanya na haya tayari yapo. Kumbuka kwenye Yohana, Yesu akiwa yuko hapa duniani alitamka akasema kwamba anakwenda kutuandalia nini? Sasa yale makao sio kimya kimya. Yale makao Yohana anaonyeshwa wazi mbingu mpya na nchi mpya, na anauona mji wa Yerusalemu ukishuka. Anasema alinichukua mpaka kwenye mlima mmoja mrefu, alafu kisha akanionyesha ile Yerusalemu ilivyo nzuri ya kupendeza. Anasema imepambwa kwa uzuri usio wa kawaida. Milango yake 12 imepambwa kwa uzuri usio wa kawaida, lakini sakafu yake imewekwa kwa uzuri usio wa kawaida. Kuta zake za fensi zimewekwa zisizo za kawaida. Yani hali yake ya ule mji hakuna anayetamani kuukosa. Yohana anaangalia yale mandhari, anashangaa. Hakuna jumba la kitawala la kifahari kama jumba ambalo Yesu ameliandaa kwa ajili ya watu wake. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema nikaona hayo mambo yamewekwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sasa ngoja nikupe sasa kichwa cha ujumbe, maana ulikuwa haujaandika. Bwana Yesu atusaidie sana. Kichwa cha ujumbe kinasema hivi: wanaochelewa kwenye ibada hawatakwenda mbinguni. Hawatakwenda mbinguni. Kuna maswali yatazaliwa. Kwa nini? Sababu ni nini? Mbona mimi na mambo yangu? Lakini hapa tunajifunza leo, wanaochelewa kwenye ibada hawatakwenda mbinguni. Hiyo ni kanuni ya kibiblia. Mstari tuliousoma, naungana na mwandishi mmoja anaitwa Saidi Luongo. Huyu aliandika kuhusu habari za ibada, na aliandika mambo mengi sana, lakini kuna baadhi nitayazungumza na mimi yalinitia moyo. Bwana Yesu atusaidie sana katika habari ya kwenda mbinguni. Sisi wote wapendwa ni wasafiri wa kwenda mbinguni, na tiketi tunaikata tukiwa hapa duniani, sio tukiwa mbali, hapa duniani, kwa sababu malango ya mbinguni funguo wake uko hapa duniani. Sio huko tukaupapase, sio huko tukautafute, tunautafutia hapa. Anasema wote wanaomwamini na kumpokea hawa amewafanya kuwa watoto wa Mungu, na hao ndo wanaurithi ule ufalme wa Mungu. Haleluya, haleluya. Sasa kwa nini wanaochelewa hawataingia mbinguni? Hawatakwenda mbinguni, hawataingia. Yote ni sawa. Jambo la kwanza, mji huo ni watu gani wanaingia? Bwana atusaidie sana. Mji huo utakaliwa na watakatifu wa Agano la Kale. Kwanza tunakumbuka kwenye Agano la Kale tuna watakatifu ambao wapo, wamemuona Mungu, wamemuishi Mungu, kina Ibrahim, kina Musa, kina Danieli, kina Enoko, kina Elia. Wapo hao watakatifu wa Agano la Kale watauingia.
Lakini kuna kundi hili pia, naomba nitaje haya makundi kwanza. Kundi hili pia la watakatifu wa Agano Jipya, na wao wataingia. Wapo kina Petro, wapo kina Paulo na kina Andrea na wengine wengi, kina Yohana, hawa walioandika kitabu hiki, wengine wengi sana wapo, wataingia. Na wewe ukiwepo, maana bado upo kwenye kusanyiko hili, kwenye agano hili, Agano Jipya. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kundi la tatu, wale watakatifu wa kipindi cha dhiki kuu, hawa pia wataingia. Bwana Yesu atusaidie sana. Hawa pia watauingia ule mji wa mbinguni, ile Yerusalemu mpya wataikanyaga. Lakini kundi la nne, watakatifu wa kipindi cha utawala wa miaka 1000, wao wataishi katika nchi mpya. Hawatahitaji jua na mwezi, maana usiku na mchana hautakuwepo tena, na nuru itakuwa ni mwana kondoo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kundi la tano litakuwa mstari wetu huu na kichwa chetu hiki kinatoa sifa. Kundi la tano ni kati sasa ya watu tusiowajua, ambao ndani yake sasa ni Kristo mwenyewe anawajua. Hilo kundi lipo hapa duniani na bado linaendelea, lakini ni lipi, ni nani, hatujui. Watu wakituona tunaingia kanisani hivi, wanahesabu moja kwa moja hili ni kundi la watu wanaokwenda mbinguni. Mkiingia tu kanisani, wewe ni wa wapi? Mimi ni wa kanisani. Unaabudu wapi? Pale. Wewe moja kwa moja wanahesabu wewe ni wa mbinguni. Sasa kuna kundi ambalo lenyewe halionekani, kanisa lisiloonekana kwa macho, hilo na lenyewe lipo na litakwenda mbinguni. Bwana tusaidie sana. Hilo analijua Kristo peke yake. Sasa tatizo ni nini? Dhambi au kosa huwa haikai peke yake, lazima iwe na mwenzake. Kosa lolote, dhambi yoyote huwa haiji peke yake, huwa ina mwenzie. Hapa tuliposoma tumeorozeshewa vitu vingi sana vinavyolenga mtu hata uingia ule mji mtakatifu. Lakini leo tuzungumzie wanaochelewa kwenda kwenye ibada. Uone kosa hili jinsi ambavyo litampeleka mtu jehanamu, hata kama tangu kuzaliwa kwake mpaka anakufa yeye anajulikana ni wa kanisani, ila kosa hili litampeleka. Kwa nini? Jambo la kwanza, amekosa uaminifu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, usiondoke msomaji wangu, nataka nitembee, labda uhakiki jambo na kukimbia haraka. Kwa hiyo ukinitembeza kwenye vitabu itakuwa vizuri sana. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Naam. Biblia inasema hivi: mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Hapo inapohitajiwa kwa mawakili mtu aonekane kuwa mwaminifu. Kwa hiyo kosa la kwanza, kukosa uaminifu. Katika kukosa uaminifu, kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, ukisoma linasema hivi, kile kifungu cha 7 kuhusu wanachama, kipengele hiki kinasema ili mtu awe mwanachama wa Tanzania Assemblies of God ni lazima awe mwaminifu kwenye ibada. Bwana tusaidie sana. Lazima awe mwaminifu kwenye ibada. Lakini je, sio kibiblia? Kitu kitakachompeleka mtu jehanamu cha kwanza ni kukosa uaminifu. Tumepatana ni saa 2 kamili ibada.
tunajua majira hayo kila mmoja ana uwezo wa kuweza kufika, kwa sababu ni patano letu, na pale tunapopatana sio peke yetu. Yesu yupo katikati yetu, akasema lolote mnaloamua kupatana na mimi nipo. Sasa tunaposema tutakuwepo, Yesu anakuwepo. Yesu haendi na yule na yule na yule, anakuwepo kwenye patano. Tumeshakutanika saa 2 kamili, tupo pu. Ni Yesu yupo hapo. Yesu anahitaji sasa kusikia tunasema nini, anataka kusikia tunaomba nini, anataka kusikia tunasifu vipi, anataka kusikia tunamwabudu vipi. Hapo Yesu anafurahi. Hapo Yesu, ndio maana akayaandikia makanisa yale 7 ili tujifunze kwayo. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo anasema kinachohitajika kwa mawakili ni kuwa waaminifu. Kwani mimi ni wakili, na wewe je? Sio wakili? Sio wakili wa Kristo wewe? Sasa kama ni wakili wa Kristo, je, watu na wingu la mashahidi wanaokuzunguka wanakusomaje? Kuna wakati wanakuuliza, ibada yenu mnaanza saa ngapi? Utawaambia ni saa 3, lakini wanakuona unapita saa 4, moja kwa moja wanaweka X, huyu sio mwaminifu. Jambo la pili, kuna kosa kubwa linalofanyika. Kitabu kile cha Luka sura ya 16, tusome pale. Luka 16 mstari wa 10 na wa 11. Tusikie Bwana Yesu anasemaje. Naam. Naam. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa. Ndio. Aha. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya uzalimu, ni nani atakayewapa amani ya kweli? Kama hamkuwa waaminifu kwenye jambo lililo dogo, ni nani atakayewapa amali ya kweli? Kama kwenye mali ya udhalimu umekuwa sio mwaminifu, nani? Unajua hapa ni Mungu yeye anajizungumzia sasa. Kama mimi nawaona kwa tabia hiyo, sasa ni nani atakayewapa jambo kubwa la kimbingu? Kama mimi niliyo mwanadamu, Segera niliyewekwa kwa zamu hapa, nawaona. Sasa je, Yesu Kristo? Kama mimi moyo wangu haufurahishwi na mwenendo wako, je, Yesu Kristo? Mimi ninayekuona unayetembea kwa miguu na kuna mengine unanificha, lakini je, Yesu anayefunua siri za ndani, anayejua mambo yote, unamficha kitu gani? Akazungumza tu akiwa hali ya kawaida, akasema basi kama mkishindwa kuwa waaminifu kwenye mali ya udhalimu, ni nani atawapa amali ya kweli iliyo kubwa yenye heshima? Kama mtakuwa mnashindwa kwenye jambo dogo hili la muda, je, ufalme ule wa mbinguni, kwenye mbingu mpya na nchi mpya, nani atakuingiza kule? Ikiwa patano hilo la ninyi wenyewe hapa duniani mnashindwa kulitekeleza, je lile? Yesu analiongelea kanisa. Bwana tusaidie sana. Yesu analiongelea kanisa. Haongei na watu wa ovyo, anaongea na watu waliotimamu na wenye mwelekeo, kwa sababu anawaona mienendo yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Saili aliongea kitu hiki, yule mwandishi nilikuwa nakwambia, aliandika hiki. Huyu bwana, historia yake kwa ufupi, huyu alikuwa shehe, baadaye akamjua Yesu, na sasa ana kanisa, anachunga. Bwana Yesu atusaidie sana. Aliandika akasema hivi kuhusiana na jambo hilo. Bwana Yesu alikuwa anafundisha anavyotakiwa kuwa mwaminifu katika kutumia mali, fedha, maisha, kama mtu atakayetoa hesabu kwake. Yaani anazungumza hivi kwamba alikuwa anawafundisha kwamba kila mmoja ataweza kutoa hesabu mbele za Kristo, kwa sababu Mungu anapokupa kitu ana hakika utafanyia kazi. Unaposhindwa anashangaa, kwa sababu chochote alichokupa Mungu ana kazi nacho. Sio kwamba hakina kazi, ana kazi nacho, na anajua kwamba kwa sababu yako wewe utatimiza kusudi lake kwa namna moja ama nyingine.
Mungu hakupi pesa wakati anajua kabisa pesa hizo zitakutia kwenye ulevi au kumwacha Yesu. Hakupi. Anaona kabisa pesa hizo utawanyanyasa ndugu zako. Pesa hizo utanyanyasa wapendwa wenzio. Mungu anafyeka hizo pesa, hakupi. Anaondoa, atakupa kiasi chakula na maisha yako yaendelee basi. Utaomba sana kwa sababu Yesu anaangalia kile ambacho unacho kwa uchache. Kwa uchache. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Saidi aliongeza akasema, ukiona mtu anashindwa kuwa mwaminifu katika muda, jambo ambalo ni dogo sana, anaweza kuwa mwizi wa fungu la 10. Kama uaminifu wa kawaida unashindikana wa muda tu, sasa huyu mtu anawezaje kuwa mwaminifu kwenye fedha? Anawezaje kuwa mwaminifu kwenye kwenda na Mungu katika majukumu mbalimbali? Hawezi kwenda. Hawezi kwenda. Kwa sababu ya nini? Mungu anaangalia kile ambacho ni kitu kidogo sana. Akasema kama mngekuwa na imani kiasi cha punje ya haradali, basi mngeweza kuambia mlima huu toka, ng'oka katupwe baharini. Kitu kidogo sana. Kwani ni kweli kwamba hatuna imani? Lakini anaona jinsi gani hayumo kwenye mioyo. Hayumo kwenye mioyo. Akitazama mioyo ya wanadamu, anaona vitu vyao vimejaa kuliko kumjaza Mungu. Jambo la 3. Umekosa utaratibu. Kukosa utaratibu. Kukosa utaratibu. Jambo la 3 litakalo kufanya usimuone Mungu. Kukosa utaratibu. Wakorintho wa kwanza 14 mstari ule wa 40. Bwana tusaidie sana. Twende haraka. Taka haka ka ujumbe kafike mahala pake, katusaidie. Wakorintho wa kwanza 14:40. Karibu. Lakini mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Asante. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Ni kupangilia mambo. Neno la Mungu linataka tupangilie mambo. Muda huu nifanye hiki, muda huu nifanye hiki. Ukiona mpaka muda wa Mungu unauiba, wewe bado una changamoto kubwa, na hii changamoto itakufanya usimuone Mungu. Kwa sababu kama wewe unakuwa sio mwaminifu kuja kwenye ibada kwa wakati, wewe sio mwaminifu hata kwenye maombi yako nyumbani. Huna huo muda. Kwa sababu kama utaanza kumpenda Mungu nyumbani tusikokuona, hata hapa tutakuona unampenda Mungu kwa viwango. Kwa sababu Mungu anataka utaratibu. Kila tunachokifanya tukifanye kwa utaratibu. Na ndio maana akatuacha tupange muda na majira ambayo sisi tutapenda. Na yeye kwa muda na majira aliyoyachagua aliamua kuja hapa duniani kwa ajili ya ukombozi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kizazi hiki kinapita kwenye neema. Sasa kama kinapita kwenye neema, lazima tukae na mahara na kujitathmini. Kama Mungu amefanya mambo kwa utaratibu, na hata akamleta Kristo akaja hapa ulimwenguni, kila muaminie amepata wokovu. Sasa je, kwetu sisi ambao tumepewa neema bure, je, katika kumwabudu na kumtukuza? Wana wa Israeli walikwenda miendo ya kutosha kwa ajili ya kuiazimisha Sabato pale Yerusalemu. Kila mwaka walikwenda na waliamini kwamba Mungu atawatokea. Na tunaona kulikuwa na majibu. Kina Hana wanapokea watoto, ilikuwa siku zile za Sabato ambazo walienda kumtukuza Mungu Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Walipokea kwa sababu walienda na walijiandaa. Ibada ni kujiandaa. Ibada sio kukurupuka. Ibada inaandaliwa na leo kwa ajili ya kesho. Ibada inaandaliwa na muda uliopo sasa kwa ajili ya huo wa baadaye. Kwa hiyo unaandaa ibada. Unapoandaa ibada, Yesu anasema naam, huyu ni mtoto wangu. Kwa sababu sisi hatukuoni wakati unajiandaa, lakini Yesu yuko pamoja na wewe. Akasema niko karibu zaidi ya mavazi yako, niko karibu zaidi ya watu wanavyokujua, hata wewe mwenyewe unavyojijua. Yeremia anasema mimi ni mdogo, lakini Mungu anamwambia wewe usiseme ni mdogo, nilikuchagua tangu kuumbwa misingi ya dunia, na nilikutakasa tangu ukiwa tumboni mwa mama yangu, nilikuchagua uwe mtumishi wangu.
Mungu hakukuita kwa bahati mbaya. Kuna watu mmepitia mazingira ya familia za ajabu hivi, yaani wote unajikuta sio watu wazuri, lakini wewe peke yako unajikuta umechomoka hivi pia. Sasa hiyo sio kwa bahati mbaya, hiyo ni kwa kusudi. Sasa unapokuja kuvunja agano ambalo mmeagana na kupatana, wewe unaanza kuharibu mahusiano yako na Mungu. Na mwisho wa siku Mungu hana baya, Mungu hana tatizo, anakuacha tu kwa sababu amekupa muda wa kujichagulia. Kule mbinguni hakutakuwa na kesi za kuamua kama Musa alivyokuwa anaamua wana wa Israeli. Kule hakuna, maamuzi yote yako hapa hapa. Na amekupa hiyo hiari tena, akasema na wapeni huyo Roho Mtakatifu ili kwamba apate kuwatia katika kweli yote. Awaweke kwenye kweli yote. Sasa kama Roho Mtakatifu yupo na unaye amejaa ndani yako, inakuwaje hii dhambi ya kuchelewa? Inakuwaje hii dhambi ya kuvunja mapatano? Inakuwaje hii dhambi ya kuvunja agano? Inakuwaje hii dhambi? Maana yake Roho ameshatoka, Roho ameshaondoka. Bwana atusaidie sana. Lakini ni mnukuu kidogo. Saidi alisema neno la Mungu linatuagiza kuwa na mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Uzuri na utaratibu ni huu: muda ni saa fulani, unakuja saa fulani, umetoka kwenye mpango wa Mungu. Bwana atusaidie sana. Kuna watu walienda mbali. Nafikiri hilo neno haliji hivi hivi, ni kwa sababu tu alikuandika kwenye Biblia. Lakini kuna mtu aliwahi kusema, sio mimi niliyoyaona hayo, isipokuwa kuna mtu aliwahi kuyaona, akasema wakati mmepatana kwa ajili ya jambo fulani, anasema kuna malaika anakuja kwa ajili, malaika wa zamu anakuja kwa ajili ya jambo hilo mlilopatana. Halafu muda unapofika huwabariki wale ambao anawakuta au wamekuwepo kwa wakati kwenye jambo hilo walilopatana. Malaika huchukua maombi yao na majibu na mambo yao, kisha hupeleka kama mambo muhimu mbele za Bwana. Sasa wanaokuja baadaye, hao ni lao, hayupo na mambo hayo. Bwana atusaidie sana, kwa sababu wako nje ya patano. Na Mungu ni Mungu wa maagano. Sawa? Mungu ni Mungu wa nini? Sasa unaagana kitu gani? Hebu jaribu kufikiri. Kama siku ya ndoa mmepanga iwe ni Jumapili ya tarehe 8, halafu ile Jumapili ya tarehe 8 mchumba wako anakuambia ile Jumapili inafika, tena mmepanga saa 7, halafu inafika saa 6 na dakika 50, haumuoni kuingia kanisani, haumuoni gari lake, hulioni. Nini kinatokea kwenye moyo wako? Ni pu 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 pu, si ndio? Hivi huyu vipi huyu? Hivi alafu unapiga simu na mbona hapa bado niko shop, bado narekebisha kucha zangu. Mama anasema bana, mimi naona tuahirishe tu hiyo ndoa. Kwani kitu gani? Unaona nini kwenye moyo wako? Yaani siku umeshavaa suti kama ni mwanaume, halafu ndio unasubiria bibi harusi, halafu inafika ile siku anakuambia mimi naona tuahirishe hiyo ndoa. Nini kinatokea? Na ndio maana ndoa za Wakristo hazihitajiki kuvunjika. Hilo ni patano, hilo ni agano mliloweka wewe na huyo mwenzi wako, alafu Mungu akiwa shahidi. Haleluya! Mungu akiwa shahidi wa hilo jambo. Pita unavyopita, pitishwa unavyopitishwa, lakini bado endelea kung'ang'ana, kwa sababu hilo agano sio la kwako peke yako, sio kujitakia. Mungu alishakuonyesha huyo na ulishachagua huyo. Sasa amua kutoka moyoni, anza mpambano upya. Kama inatokea vita, simama, kabiliana nayo. Shujaa hakimbii vita, shujaa hazuiwi na vikwazo. Mvua isikuzuie kuingia kwenye ibada, gari isikuzuie kuingia kwenye ibada, bodaboda isikuzuie kufika kwenye ibada, usafiri usikuzuie kufika kanisani, kwa sababu Mungu anakujua alikokutoa na mpaka walipokufikisha, na bado anajua lipo kusudi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubarikiwe mwanangu, na Yesu akukumbuke sana. Haleluya. Kila jambo linapofanyika, nisikilize vizuri, jambo linapofanyika Mungu amelikusudia. Inawezekana kabisa unaweza kaona kwamba ni hatua ndefu, ni majira magumu, ni nyakati ngumu, lakini nyakati hizo hizo Mungu alijua.
Mungu alijua. Bwana atusaidie sana. Yaani kwa Mungu hakuna sababu. Hakuna nini wapendwa? Sababu ya kusema Mungu anajua Bwana. Kama hivi labda kuna mpendwa amelala anasema Mungu anajua Bwana. Leo mchungaji humuoni, sio kwa sababu ya mvua, ni kwa sababu ana changamoto. Bwana Yesu atusaidie sana. Naondoka nyumbani, nasema mniombee, nina changamoto. Kwa hiyo tuna mama mchungaji, tuna Elliot, tuna Janet, tutawaombea baada ya hapa. Bwana atusaidie sana. Usivunje agano. Lakini wewe umevunja maagano mara ngapi? Hebu nisomee msomaji wangu katika kitabu cha Injili ya Mathayo 18:19. Anasemaje? Anasemaje? Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Rudia hapo huo mstari. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu wa wapi? Aliye mbinguni. Bwana atusaidie sana. Huyo ni Yesu anazungumza wakati yuko hapa. Ndio maana Yesu hakuwa na tabu. Hakuwa na tabu. Wanauona upepo unakuja, unapiga chombo, kinasukwa, kinataka kubinuka kwenye maji. Yesu amelala amekula ganzi, hana habari. Hajua sio wakati wa kufa huu. Wanapiga kelele Yesu, Yesu, Yesu. Wao sisi tunaangamia. Anawaambia imani yenu iko wapi jamani? Kwa nini msipatane tu kuambia upepo nyamaza? Haleluya. Kwa nini msipatane tu kuambia upepo nyamaza? Sasa nikupe hicho kimfano. Unaona wakati wa Matendo ya Mitume 12, ndio wakati Petro Yakobo ameuawa. Nini kilifuata baadaye? Petro naye akakamatwa, si ndio? Akawekwa gerezani. Alipowekwa gerezani nini kilitokea? Wayahudi wanatazamia Petro akatwe kichwa na yeye. Herode anatarajia na yeye amkate kichwa. Yaani anaona shauku, anaona sifa kuwaua Wakristo. Lakini kanisa likapatana kwa pamoja. Hebu sema kanisa likapatana. Sema tena kanisa likapatana. Likaomba kwa bidii kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya Petro. Biblia inasema walipoomba, Biblia inasema mbingu zikaachilia, malaika wakaanza kutembea kutafuta Petro amefichwa wapi. Hatimaye gereza lililomficha Petro lile pale. Gereza alilowekwa ni ndani ya gereza, alafu ndani ya gereza, alafu ndani ya gereza, alafu chumba cha ndani cha gereza. Gereza la 3 ndani kwa ndani. Alafu haitoshi, askari wanne wanalinda gereza moja. Mlango wa kwanza 4, mlango wa pili 4, mlango wa 3 4, mlango wa 4. Nashangaa. Lakini Biblia inasema kanisa linaomba. Wakati linamimina namna hii maombi, Biblia inasema kwa sababu wamepatana, mbingu zikaachilia malaika, akatua gerezani. Petro anakombolewa gerezani, Petro anatolewa gerezani, Petro anaondolewa kwenye gereza, anatembea tena kifua mbele. Tena Petro anasema yeye anashangaa, anahisi anaona maono, anaenda mbinguni mzima. Kumbe ni hapa duniani mwanangu. Kanisa linaomba. Kanisa likipatana kuomba, mambo yote yatanyooka. Hakuna jambo gumu, hakuna kitu kizito. Wote watafunguliwa, wote wataokoka, lakini pale kanisa litakapopatana. Haleluya. 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 Kanisa liamue. Lakini anasemaje kwenye Matendo ya Mitume? Hebu nisomee, wewe unasoma haraka. Nisomee katika sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 11. Nisomee. Nilisema hivi, kosa dhambi yoyote haijawa dhambi mpaka liwepo tatizo jingine. Unanielewa vizuri? Yaani wewe na nidhamu ya kuwahi kanisani, kuchelewa kanisani, sio hiyo tu. Kuna shida nyingine itaonekana. Yaani hiyo itakuwa moja ya changamoto, lakini kuna nyingine itaonekana. Hebu nenda haraka. 5:1-11, Matendo. Anzia wa kwanza. Naam. Naam.
Ilipokuwa kwako akikuwa mali yako, ilipokuwa imekwisha kuuzwa thamani yake, haikuwa katika uwezo wako. Asante. Hebu simama kwanza hapo. Unaona kosa la Anania la kwanza, amevunja nini? Vizuri sana, amevunja agano na wenzake, ameahidi mwenyewe naenda kufanya hivi, alafu baada ya hapo hakutimiza. Sasa mtumishi wa Mungu anafunuliwa lile jambo kwamba hicho kiwango alicholeta sio chenyewe, hiyo sadaka aliyoileta hiyo sio yenyewe aliyotakiwa kutoa, kwa sababu kama ni kumbariki, mimi nimembariki. Si Mungu ndiye anayebariki? Mungu si ndiye anayewezesha? Ili mipango yako iende ni Mungu. Sasa Mungu anajua anachokifanya. Anapokupa, alafu wakati amekupa ukashindwa kufanya wewe kwa uaminifu mbele zake, hata kama utamdanganya mwanadamu, Mungu bado anahesabu kwako ni dhambi kubwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Umevunja maagano mangapi? Hebu endelea. Petro anamwambia nini? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali nani? Mungu. Kwa sababu ya nini? Hilo patano halikuwa kwa ajili ya wanadamu. Hilo patano lilikuwa kwa ajili ya wewe na Mungu. Baraka zako sio kwa sababu ya huyu anayesimama hapa. Huyu Myahudi mweusi amewekwa tu kwa majira na nyakati, kama sehemu tu, ni chombo cha Mungu tu, lakini Mungu ana mpango na wewe. Wewe na Mungu ndio mna mission, sio wewe na Myahudi mweusi. Sio, unanielewa vizuri wewe mtoto wa Bwana? Sio wewe na mchungaji, hapana. Wewe na Mungu ndio mna mission moja. Hapo napokuja ni wewe na Mungu. Sio kwa sababu ya Segera, sio kwa sababu ya mwingine, sio kwa sababu ya mwingine. Ni wewe na Mungu. Kwa hiyo lolote unalosema, ndio maana Hana alipolia mbele za Bwana hakumwangalia Eli madhabahuni pake alipokaa kwenye kiti chake. Yeye alimimina moyo wake pembeni kwenye madhabahu. Eli anajizungumzia tu. We kama mwanamke mlevi, sio? Anamwambia mimi sio mwanamke mlevi, tena mimi sio mwanamke mpumbavu, mimi ni mwanamke mwenye akili timamu, ila nimeumimina moyo wangu mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa hiyo Hana ana mission na Mungu, Hana ana neno na Mungu, sio na huyu mwanadamu. Huyu mwanadamu aseme lolote lile atakaloambiwa na Mungu. Ndio maana Eli anatokea anamwambia, nenda sasa tena sema Mungu wa Israeli akufanikishe, akupe haja ya moyo wako. Unajua aliposikia yale maneno kutoka kwa mtumishi, Hana akasimama, afu akamwambia, Bwana wangu, usimwambie uongo mtumishi wako. Alafu huyo akaondoka. Maana yake nini? Amelisikia lile neno. Kwa hiyo anataka lile neno lisibitike sasa. Liwe limetoka kwa nani? Kwa Bwana. Ndio limetoka kwa Bwana. Wanadamu wana maneno, Mungu analo neno tu. Akisema mara moja linakwenda kutimia. Haleluya. Na mchana wa leo Bwana akubadilishie njia, akutengeneze upya, akuumbe upya, akufinyange upya. Anamwambia Anania, hukumwambia uongo mwanadamu. Hujanidanganya mimi, hujawadanganya mitume. Hawa mitume utawadanganya, hawa kina Petro utawadanganya, lakini sisi ni wanadamu. Lakini kuna Mungu ambaye hadanganywi, kwa sababu yeye yuko ndani yako. Malizia hiyo mistari. Anania aliposikia maneno hayo akaanguka, akafanyaje? Akafa. Kaenda kumzika huko. Asante. Hebu tuishia hapa. Wakamzika. Mkewe naye kaja, naye bila kujua, dhambi ile ile, kosa lile lile. Kosa la kwanza, wamepatana kuvunja agano. Dhambi inainuka, wanafanya nini? Wanakuja kuongea uongo madhabahuni. Kufa kabisa. Alivyokuja tu akamwambia, na wewe ile ndo kiasi mlichopatana. Ni heri kama angeamua kubadilisha njia ya maneno yake. Tubu sana leo. Kuna mangapi umevunja? Mimi kuna watu hata humu kanisani na waona wanapitia nyakati ngumu sana, na mimi sina hata namna ya kuwasaidia kuomba. Utaniambia tu nitaomba, lakini najua kwa nini unapitia wakati huo. Ni kwa sababu
sio mwaminifu kwa Mungu. Mimi ni wakili wa Mungu. Mimi hapa ni wakili wa Mungu. Sasa ninapoona wazi wazi mambo unayoyafanya, njia unazopitia, hata ukiniambia niombe na kuombea, lakini Mungu hawezi kukukubali kwa sababu mimi namwakilisha Mungu. Bwana tusaidie sana. Mimi namwakilisha Mungu. Nikishamaliza ya kwangu yameisha. Sasa kama mimi nazihofia njia zako, je, huyo haonaye sirini kuna mangapi ambayo anayaona kwako? Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Mungu hapendi mkishapatana jambo mlifanye kwa ulegevu. Hiyo kitu hapendi. Hiyo anairuhusu, inakuwa laana. Angalia katika Yeremia, nitaenda kuishia hilo andiko, siku nyingine tutalimalizia. Angalia katika alaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na alaniwe auzuiaye upanga wake usimwage tena. Bwana tusaidie sana. Nikupe mfano wa mtu aliyelaaniwa kwa sababu ya kuzuia upanga wake. Sauli kilichomkuta sio Sauli Paulo. Sauli yule wa Tarso. Yule wa Agano la Kale kabisa. Mfalme alitumwa kwenda kuangamiza Waamaleki wote. Asisaze kitu. Alichokifanya ni kuona huruma, kuwaacha kina Agagi na baadhi ya watu, lakini baadhi ya mifugo akaitwaa iwe sadaka. Mungu akamwambia, la, sikukwambia hicho kitu mimi. Kweli umeshinda, lakini sikukwambia ufanye hivyo. Mimi nimekwambia maliza huo mji, sitaki urafiki na huo mji. Naambia, akili mbona tumeshauteka? Ndio mmeshate, lakini sitaki urafiki na huo mji. Yakauacha. Alivyouacha, kilichotokea ni Mungu kumwambia, sasa kuanzia leo, kwa sababu umelikataa neno la Mungu, umekataa kutii, kuanzia leo na kufuta kwenye ufalme, hauko tena. Akamzuia nabii asiondoke, akashika vazi lake. Alipolichana akamwambia, sasa leo Bwana amempa jirani yako ufalme wako umelaluka. Tangu hapo Sauli akaishiwa kabisa pozi. Na wanatheology wanasema miaka ya kutawala kwa amani kwa Sauli ilikuwa ni 3.5 tu. Iliyobaki miaka 36.5 yote alitawala kwa shida mpaka kifo kinamkuta. Alitawala kwa miaka 40, lakini miaka hiyo yote haikuwa ya amani kwake, haikuwa na utulivu. Kwa sababu ya nini? Mungu amemwacha. Na hatimaye anafika mahala anaenda kupiga ramli kwa waganga wa kienyeji, na bado na wao wanamkataa. Nikwambie, ukimwasi Mungu utakwenda mpaka kwa manabii, na wao watakwambia, wewe bwana, sisi hatukutaki. Watakata. Kwani unafikiri hawaoni? Wanaona. Wana maroho wale, wanaona hivi. Ndio maana wanawaambieni siri. Wewe jana ulikuwa hivi, juzi mkwe wako, jirani yako, sijui nani yako, wanakuambia mambo mabaya tu. Sasa wanapokuambia, wanaona yale mambo. Sasa ukiwa umekataliwa na Mungu, yeye anapiga huyu anataka kunipambanisha na mzee wa siku huyu. Anakuambia, bwana, wewe nenda tu, njoo siku nyingine nitakupa hela nabii. Kwani ni shilingi ngapi? Anakuambia, nenda, utakupigia simu, nenda tu. Ameshaona huo mpambano hauwezi, umelaaniwa na Mungu. Sasa Mungu akikulani, nani atakuokoa? Sasa jioni ya leo na mchana huu ni heri ukajisalimisha, kwa sababu Mungu mwenye uweza anaweza kukurehemu pia. Yeye ni wa huruma, yeye ni wa upendo. Wana wa Israeli walipokosa akamlilia Bwana, Bwana aliwarehemu. Kanisa likikosa likimlilia Bwana, Bwana atalirehemu.
atanirehemu. Hebu turudi magotini sasa, tukomboe wakati kila jambo lifanyike kwa uzuri na kwa utaratibu. Hebu inua mkono wako wa kuume namna. Baba Mungu mtakatifu, wewe uliyezifanya mbingu na nchi, asante kwa ajili ya ujumbe huu uliopita haipo mpendwa. Heri